I see kuna traders ambao wanafanya kazi na mabroker kuendekeza uskama. Kama unaweza ukapata high probability entries kwa mtaji mdogo, pia unaweza ukaukuza vizuri sana kwa kutrade na gold. Habari, karibuni sana kwenye sehemu ya pili ya mazungumzo yetu kuhusiana na Forex, kwa sababu natumaini kwenye ile sehemu ya kwanza kuna maswali ambayo tulikuwa tunajiuliza. Basi haya maswali yanajibiwa na sehemu hii ya pili. Kwa naomba usiondoke, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. So mfano nikijichukulia mimi, baada ya haya yote sikutaka kusahau nilipotoka, maana ipo kwenye damu. Nikaona sasa nimeinvest pia kwenye upande wa tech na AI. Nimejifunza sana kuhusu hivi vitu na kubuild pia mifumo. Sasa nikiwa chuo nilikuwa nashinda kubuild, nikahaya. Of course ni kuna mifumo kadhaa ambayo tusha ibuild, ambayo ilikuwa ni watu ambao wanafanya kazi ndio wana build. Sasa ni kama ni engineer au web developer walikuwa na build. Kwa sasa mfumo ambao nimeubuild mwenyewe, mimi mwenyewe nikiwa kama trader na nikiwa kama computer scientist unaitwa MySenseiX. Huu ni mfumo wa kwanza East Africa. Ni AI powered trading intelligence. Kwa hiyo ina combination ya agents 4. Umeona, na kila agent ana perform, ni master wa strategy fulani. Kwa sababu kwenye Forex lazima unahitaji strategy ambayo inakuongoza kwenye kufanya kwako maamuzi, utrade au usurvive kwenye soko. Kwa our agents 4, agent wa kwanza ni pure price action. Yani ningekuwa nafundisha leo ningewafundisha pure price action ili uelewe candlestick na kila kitu kinachotokea purely kwenye market. Lakini pia kuna market structure, patterns zinazo change kwenye soko, each kinapotokea patterns sana nyingi sana zinazotokea hapo yana recognize. Kuna agent wa 3 sasa ni wa supply and demand. Tunafahamu hizo sheria za supply and demand tunazisikia sana. Lakini sasa yeye anafanya vizuri kwa kila supply zone iko wapi, kendo, yani chochote ambacho kinatokea na kuform hizo structure kwenye strategy. Na agent wa 4 ni wa fundamental analysis. Sasa agent ndo ana oversee vyote, political stuffs, social na economics, news. Akicombine uelekeo wa technical, sababu hii fundamental analysis ni wa fundamental. Demand and supply, market structure na pure price action out and technical. No, kumbuka hii tumerelease for free, ila tutaanza kuicharge next baada ya miezi 2-3. Tutaanza kuicharge. Tumerelease for free kwa kila trader apate at least a test ya kuwa profitable. Yani the rest of is the heavy task ya wewe kufanya analysis, uchambuzi, focus, upate hivi, upate pressure, confidence, a tool ambayo inaweza ikakubuild confidence kama trader na kupa probability setups ni SenseiX. Kwa hiyo inakupa high probability setups, wewe unabaki kucalculate, yani kutia trades, kwa sababu hadi risk ina kucalculate hapa ni 1:3. Ukirisk mara moja utapata mara ngapi, lot size imetoa mfano lot size, ukitumia lot size unapata shilingi ngapi, na kuonyesha pia ukitaka kuona. Lakini pia entry point, stop loss, take profit zote inazitoa. Na uchambuzi kwamba tumefanya hivi, agent wanavyowasiliana kwamba agent huyu ameona hiki, ameona hichi, lakini tumekubaliana as a council kwamba entry tutakwenda nayo ni hii hapa. So uzuri pia kwenye SenseiX kuna part ya trading journal ya kama trader kuna take notes trade zako zilivyotokea, ulikuwa una emotion gani kipi una trade. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinakufanya ujijue wewe ni mtu aina gani, personality yako ile pale, ili uweze kuwin vizuri, kwa sababu kama hujajijua utakuwa unarudia makosa mara kwa mara. Sasa na hiyo SenseiX ina features zingine mwa ndani kama hiyo ya trading journal, performance, utalink account yako, itakuwa based on trade na kuonyesha muda gani una trade vizuri au una trade katika high risk au unafanya hivi. Zile zote zinakuwa audited na AI. Kwa anapokupa ile intelligence, zinapokupa feedback, yani unajua daily ni mtu aina gani, inabidi ufanye ufocus kwenye kitu gani, ile sasa inakujenga in a way kwamba kuwa profitable inakuwa much easier. Tuko pamoja Makapa? Yeah, tuko pamoja. Na pia nikupe pongezi sana kwa huo mfumo ambao umeweza kutengeneza kwa ajili ya kufanya
huo uchambuzi kwa sababu hii inaonyesha kabisa kwamba ile connection pamoja na ile kuacha chuo na umekuja kufanya kitu ambacho ulikuwa una wish ukiwa chuo uweze kukifanya. Lakini hapo hapo kuna kitu ambacho mimi nimewaza kwamba yani uliacha chuo lakini umekuja kuweza kutengeneza huo mfumo. Yani umewezaji kwa sababu naamini ukiwa chuo ndo sehemu ambao unaweza ukapata ule uelewa na pengine hizo skills ambazo zinahitajika kwa ajili ya kutengeneza huo mfumo ambao umekuja kuutengeneza sasa baada ya kuacha chuo. Yani ni kitu gani ambacho kilikuwa ni chachu ya mafanikio na tayari pengine hauna knowledge ya kutosha? Okay. So kwanza we all know saizi kuna teknolojia inaitwa artificial intelligence. Sasa naweza kusema mimi ni miongoni mwa watu wachache ambao wamekuwa wakiipenda hii teknolojia toka inaongelewa. Na miongoni mwa kitu ambacho kili influence kuifahamu sana ni the time tuna build base zetu sasa, ambapo tayari nipo kwenye forex. Sababu nilipo anza kutengeneza hivi vishinkumi ngapi nili focus cha kwanza kukamilisha kitu ambacho ndani nikifanya nikiwa chuo, kuanzisha sasa base zetu. Kwa tuka build ile e-commerce na lengo likawa tuje kuintegrate na AI. Na nisha kutweet kitu kama hicho kwamba ingekuwa e-commerce ya kwanza kwa 2021 iwe e-commerce ya kwanza ambayo ni AI powered. Kwa kipindi kile AI kwa zinatumika sana kwenye Netflix, YouTube, yani ile ukitumia wanaweza AI inakusuggestia type ya movie unazopenda. Ndio ile algorithm na nani Alibaba alikuwa ameanza kutumia product, ukisearch product fulani AI inakusuggestia zile product. Yani ilikuwa katika that level. Kwa sasa kuanzia 2023 AI sasa ameweza kuwa top of the town, na anaongelewa sana sehemu nyingi. Kuna watu wachache walikuwa washaanza kutumia AI kwenye coding. Kwa mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja wa hao watu najifunza. Kwa bado haileti matokeo mazuri mpaka 24 mwishoni ndio ukao kikodi na AI kitu kinatoka kizuri. Sasa kutokea pale ndo najifunza vizuri kwenye hivyo vitu, hizo AI na cyber. Kwa nikaenda nazo hivyo vitu viwili mpaka sasa hivi. Kwa sababu muda nakuja kubuild, nimebuild kama ni yule dropout ambaye ni ana skills ana logic za tech na experience ya tech kwa muda mrefu, ila anatumia sana AI kwa sababu AI inaweza ingatumia vibaya mno. Na tukirudi pia sasa hapo kwenye swala zima la forex, tumeangalia zaidi upande wa pengine faida. Umeshasema kuna pesa ambazo ulikuwa unazipata. Je, kuna hasara yoyote ambao umewahi kuipata na nini changamoto zake kwa wale watu ambao wanatamani kuingia kwenye hii biashara ya forex? Hapo ni kweli hiyo pati ya hasara tujaiongelea. Ila mwanzoni kabisa nimesema hii ni high risk business. Kwa hiyo nguvu kubwa au kazi kubwa ambayo utatumia kuifanya ni kuminimize risk au kuminimize loss na kumaximize profit. Manake ni utafute a way ambao utakuwa una uwezo wa kuminimize loss as much as you can. Kwa loss zipo. Na kuna loss ambazo unazipata ukiwa hujui chochote. Na kuna loss ambazo unazipata ukiwa unaelewa kabisa unakifanya kwamba bana nipo tayari na deposit $100, lengo langu ni $100 kwenye setup fulani ni flip. Yani uko aware kwamba nataka ni risk hela. Nikitokea nimekosa nimeipoteza, nikitokea nimepata $100 ngapi. Kwa kuna aina mbili za hapo loss. Kwa kuna loss ambazo nilizipata nikiwa mwenyewe najua ninachokifanya, na kuna loss ambazo nilizipata nikiwa sijui ninachokifanya. Kwa hiyo hapo nataka kuchukua mwaka 2019. 2018 tulintroduce copy trading kwa mara ya kwanza. Mabroker wote ambao unaona sasa hizo na copy trading walikuwa hawana. Copy trading tulikuwa tunatumia mfumo wetu sisi wa copy trading wafanyia traders wengine. Sasa Januari 2 ya 2019 ulitokewa na market crash. Na at that time tulikuwa tumebuild robot. Yani saizi watu wanasikia wanauza marobot na nini, sisi tumeweza kuvitumia vitu 19 baada ya kuintroduce copy trading yetu. Kwa tuna trade lakini pia tuna bot ambaye anasaidia kutrade. Sasa na ndio kitu ambacho baada pale kilini disappoint kuendelea kubuild hizi trading bots. Kwa sababu kwa kila baada ya miezi 2-3 lazima backtest upya, mwanze kuedit vitu, yani customizations zilikuwa ni nyingi sana. Sasa baada ile market crash
tulipata loss kubwa sana sababu market crash ilivyotokea, pia zote ambazo kama zinaenda hivi zibadilisha trend, yani zibadilisha tu pips sijui 2000 elfu ngapi zinaenda against. Kwa hiyo sasa na style ku trade ilikuwa haina stop loss. Okay. Ilikuwa haina stop loss, inatumia tu take profit. Ilikuwa inaitwa matingale, yani kwamba ukishoka kwenye loss ina retrace, ina add lot size, inaongeza lot size ku cover. Ni ina mathematics fulani hivi ambao ukielewa ni nzuri, na of course huwa inatengeneza sana profit, ila end of the day strategy ya matingale huwa inaishia ku blow account. Kwa sasa tulishapata loss, yani loss kubwa na ikumbuka ile loss vidogo vidogo vya kujitakia huwa vinatokea wewe tu, kama ambavyo unaenda unasema hii hela bora ni kanywe sehemu fulani weekend kama hivyo ya. Kwa upande wa riski upo, na sasa upande wa riski inabidi uongelee vizuri, kwa sababu kuna watu wanapenda kuendekeza ile hali ya kuflip au niite full margin. Kisema full margin kwamba unaingia 100%, una riski kila kitu kwenye ile yako. Changamoto kubwa kwenye trading ni kwamba ukiblow account una kazi ya kutafuta na mtaji kuupata. Kwa sasa huwa si encourage watu wengi sana kwamba kabla hujawa mtu ambaye una withdraw profit, yani kwamba mfano kama mimi hata nikideposit $1,000 nikitrade withdraw au nikaichoma ile $1,000, mimi bado nipo kwenye profit. Kwa experience na namna hela ambazo nimezigenerate kutoka kwenye forex. Ila kwa kila hela ambayo na deposit lazima iniletee faida, lazima ni double, ni withdraw, niendelee na issue zingine. Sasa ile hali ya kutaka mwanzoni bado hujamaster vitu vizuri, huo unafanya kazi ya ukiingia umeflip na you don't care hiyo kama ukishachoma utafanya nini, ile huwa ina damage psychology za traders wengi sana. Kwa nikuta mpaka umaster ku trade ile na consistency ya kawaida tu, kwamba ukiingia kwenye trade ujilipui, ila kuchukua muda mrefu. Kwa cha kwanza trader wa focus kwanza kwenye kumaster ni kwamba awe na uwezo akawa na consistency at least hata mwezi tu. Kwa sababu kwanza kupata consistency ya mwezi, yani ndani mwezi ukafanya vitu vya ajabu vingi sana, yani ukafanya mambo makubwa sana kwenye consistency ya kutrade mwezi mmoja. Sasa ufikia mwezi mmoja ukishafika unaweza kaenda sasa miezi 2, 3 ndio mpaka 9 inafika. Kwa kutokea hapo inakuwa vizuri. Hizi riski unakuwa umezepuka kwa ukubwa sana. Inakuwa tu ni riski ya stop loss imehit, lakini jamaa haijaribu chochote. Umezungumzia sana hii forex. Sasa tunarudi kwenye uhalali wake hapa Tanzania, kwa sababu tumeona pia kuna hizi changamoto za utapeli. Sure. Sasa kwa hii muktadha ya Tanzania uhalali wake ukoje? So cha kwanza forex haijawa regulated Tanzania. Ila kwa ukiangalia hapo tu Kenya, majirani zetu Kenya, umeona, ukiangalia South Africa, ukiangalia hivyo uko Seychelles, kuna sehemu ambazo zina regulate forex. Sasa kitanzania forex kwa sababu haijawa regulated sio kosa kuifanya forex. Na mwaka 2019 tulikuwa na ofisi Masaki. Kuna timu ya watu ilishakuja kufanya survey ya crypto na forex, sema imetokea BOT. Na lengo wale ka process za kutaka kuona government inakuwa inapataje chochote kitu. Sasa I don't know ilisha wapi, ila mabloka pia ambao wapo regulated wanaweza kufanya umafia mkubwa sana. Mkubwa sana. Yani mkubwa sana. Yupo regulated lakini haja regulated nchini kwenu, na akafanya bado umafia mkubwa sana kwa nchi ambayo haja regulated. Na ukashindwa kumpata. Lakini pia vijana wengi wakawa wametumika bila kupata chochote. Yani hao wakaminywa. Kwa sababu mimi sasa naelewa each and everything kinachotokea kwenye kila kona. Kwenye kila kona, kwenye experience na kwenye tech side. Kwa sasa najua vitu gani ambavyo vinafanyika kwenye upande. Mabroker pia wanawaibia ma traders, wanawaibia wanaofanya nao kazi. Kwa hiyo wafanya kazi na broker kana kuibia. Yani wewe ambao unafanya kazi naye wewe anakuibia wewe vibaya mno. Kwa sasa I think na mimi nipo vizuri kushirikiana kwenye kutoa ushirikiano A to Z kwenye kuregulate na kuangalia vitu gani mabroker vifanye, kwa sababu nimewasaidia mabroker zaidi ya 5 wakubwa wapo Tanzania na they are operating in zaidi ya miaka 5 sasa. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kwa dashboard moja nilishakuonyesha kuna brokerage zaidi ya B. Sasa rahisi kuongea kwenye maneno,
umeona, lakini I can back up kila kitu ambacho nimekisema mpaka sasa. Kwa hiyo ni maana yake unamaanisha una data za kila kitu ambacho unakisema. Kwa mfano hata Benki Kuu ya Tanzania ikiamua kuregulate, ikisema ina regulate A to Z, wanafanyaje au wanapataje hela kwenye kila engo, ushanielewa? Government inaweza ikapataje hela kama walivyo regulate wenzetu, sababu kama South Africa kama Kenya hapo wame regulate na wana hiyo sheria ya kuregulate brokerages na kuregulate na zinafanya kazi. Tunaweza tukafanya kutoka 2016 mpaka 19 Tanzania tulikuwa na traders wengi kuliko Kenya. Tulikuwa na traders wengi kuliko Kenya. Na sasa kama tayari umeelezea huo mwaka tulikuwa na traders wengi kuliko Kenya. Je, yani kwa mtazamo wako, yani BOT au Benki Kuu ya Tanzania haijaona umuhimu wa kuweza kuregulate online forex trading, ili sasa kwa wale vijana ambao na watu wengine ambao wanaamua kufanya biashara ili waweze kunufaika, pengine na kama unavyosema nchi inaweza ikanufaika na kila upande ukawa umepata. Inatuhitaji kwanza sisi kama traders kuwa na say moja, umeona, kwa sababu I see kuna traders ambao wanafanya kazi na mabroker kuendekeza uskama. Kwa kuna wengine hawezi wakataka hichi kitu kiwe na transparent, ila kuna wengine ambao wanataka kabisa hata kesho, kama mimi nataka mpaka hata baadaye, kwa sababu kuna vitu mwenyewe nimefanyiwa ambavyo siwezi nikaripoti popote, umeona, na still hao watu wangao muingizia hela nyingi sana. Sasa you see, kama mimi naweza nikaparticipate A to Z kwamba hivi vinafanyika hivi wanafanya hichi, yani both katika engo zote 360. Kwa nahisi tukishirikiana sisi, au kama tukipata mtu ambaye anaweza kutusikiliza, kaitisha atusikilize, tuelezee A to Z na ipitishwe, sababu hakuna analio yote kama zinaweza kapitishwa issue za betting, yani watu wana bet, kuna fees za bet karibu 20 na kitu hivi, nishaonaga baadhi ya fees za betting companies. Sasa huu upande ambao brokerage ina transact zaidi ya dola milioni kadhaa, ina trade sijui laki ngapi, ushaelewa, ni hela nyingi tunazongelea ndugu yangu. Na pia sasa huu utapeli ambao umetokea pengine ndo sababu ambayo imewa discourage vijana wengi wa Tanzania au traders wengi wa Tanzania mpaka sasa hivi pengine wamepitwa na Kenya. Very true, kwa sababu 2021, 2019 kuna scam nyingi sana zwa zikija wanapitia mgongo wa forex. Yanakuja kama investment ni scam ambayo wanakuambia investment tuna trade katika forex, tunatumia sijui bot gani, tunatumia vitu gani, watu wengi wanaingia. Kwa hiyo kwenye get rich quick scheme, yani wanaingia kwenye upande katika get rich quick scheme, na matokeo yake head ambayo anaitumia ni ya forex. Sasa kwa mtu ambaye anajua, akishasikia tu forex, asikia tukio fulani lilipigwa, tunakuja pale kwenye forex. Lakini pia kuna baadhi ya traders walikuwa wana offer services ambazo zipo against, yani hata miko ya forex, lakini miko ya pia ya BOT. Kwa hiyo vitu hivyo, hizo vitu vyote zilikuwa zinaharibu ile njia ya watu clean ambao wanaweza kufanya hichi kitu, kwamba bana kinafanyikaje, umeona, kama kinafanyika kina miayusho bana, fanye public bana, hapa public kinafanyikaje, watu waelewe bana, hapa inafanyika hivi na hivi na hivi, kinatokea hichi, kinaenda hapa, kinaenda pale, vitu vieleweke, kwa sababu I think ni knowledge ambayo vijana wengi wakijua inaweza kusaidia wengi sana ku raise baadhi ya mitaji kidogo, yani ku move step ya kwanza pale ya watu waliopo ku move stage ya pili. Yani kwa sababu kwa sasa hivi kusema kweli sijafuatilia sana trend. Hata mwenye kipindi ambacho nasoma chuo ilikuwa ni rahisi kuweza kufuatilia ile trend, lakini kwa mtaani, yani naamini hata wazazi pamoja na watu wengine, yani wanaiona pengine forex kwa mtazamo ambao ni tofauti kabisa, kama ambavyo umesema, yani kwamba ni kitu cha matapeli. Na ukiangalia ile maisha ya kitajiri ambao branding side, yes, ni vitu kama hivyo, naona vimekuja kuleta mtazamo ambao yani jamii yetu, watu wengi sasa hivi yani wanaamini mtu ambaye anaenda kuwekeza kwenye forex kwamba naye ni mwizi au ni tapeli kama tapeli wengine. Ila ingekuwa hivyo pia na broker singekuwa wanaendelea kufanya kazi, kwa sababu mabroker, kasi ya mabroker kuingia Tanzania sasa hizi imeongezeka karibia mara 3 zaidi. Umeona, zamani ilikuwa unakuta mabroker wakubwa wa Tanzania nzima walikuwa kama 3, sasa wanafika karibia 10. Yani kila mtu akisha anaangalia
position, anakuja naingia hizo nchi zingine, kila sehemu wanapita, wanapita brokerage zinapita. Sasa bora tu tuna brokerage yetu ambayo, na tukiregulate tukaona brokerage yetu, na hisi hapo kulikuwa kuna fair, kwa sababu hawa watu ambao mimi ambaye nimefanya kazi na mabroker najua pia ambavyo wanawafanyia kazi watu ambao wanawaleta kwenye nchi yao. Yeah, kwa we need our own. Kwa experience yangu ndogo kwenye forex, nimeona watu wengi wanapendelea zaidi kutrade dhahabu au tunaita gold. Yeah, ni kwa nini inakuwa hivyo? Okay, so kwenye kama nilivyosema kwenye trading bana, kuna kitu ambacho lazima kiwe kina influence traders. Ukiangalia charts nyingi sana mitandaoni zinaonyesha profit au hasara ni za gold. Sana sana profit za gold. Kwa sababu kwanza gold ni commodity. Kwenye trading hapo kuna amesema gold, lakini umesema gold lakini pia kuna currencies. Currencies movement yake au volatility yake sio kubwa sana. Kwa zina move kidogo, zina consolidate sana. Sasa gold movement yake kidogo tu pips 100. Sio pips 200. Kama hapo ametuma screenshot ya gold pips 1400. Sio ile kitu. Kwa baada kwa mtaji mdogo kama unaweza ukapata high probability entries kwa mtaji mdogo, pia unaweza ukaukuza vizuri sana kwa kutrade na gold. Lakini pia changamoto yake ni kwamba kama unakosea ni kwamba gold sio pair ku trade kabisa, kwa sababu ni inaweza kupotezea hela yako chap kwa haraka kwa sababu ya movement. Inaweza kaingia hapa sasa chap ikashuka kidogo kama umejilipua sana imeenda against na wewe kile kitu kikaenda. Kwa hiyo watu wanapendea ile influence, wanapata ile wanaiga watu wengine ambao wana trade sana gold. Kuna Nasdaq, kuna US30 pia ambazo zina movement kubwa na zinaweza katoa hela nyingi, lakini at the same kwenye hasara. Yeah. Watazamaji pamoja na wasikilizaji wetu, natumaini kuna kitu kikubwa sana ambacho mmeweza kukichukua kwenye swala zima la biashara ya forex. Kwa hiyo kwa wale watu wote ambao tunapenda kutrade, kuna kitu ambacho tumekichukua. Pia naomba msisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo inakwenda kwa jina la Sculpt Online TV. Unaweza ukashare elimu hii ili iweze kuwafikia watu wako wa karibu. Mbali na hilo, tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok pamoja na Instagram kwa jina la PowerPod Podcast. Naomba tuweze kusambaza video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi na zaidi ambao wanapenda kujifunza. Naomba tukutane wakati ujao. Asanteni sana.